ni mwaka wa uchaguzi. Sisi kama watumishi wa Mungu au yeyote anajiita ni mtumishi wa Mungu, wanasiasa wanaweza kaongea mambo mengi sana ya kweli na ya uongo. Tukiingizwa na wanasiasa kwenye mihemko yao ni hatari. Sisi kinachotakiwa, kazi yetu ni kuliombea taifa, kuombea viongozi wa sasa waliopo, na watakapofika wakati tukaendelea na uchaguzi, kazi yetu ni kuliombea taifa liweze kupata viongozi bora wazuri, pasipo kujiingiza kwenye mihemko ya kisiasa. Ni jambo zuri sana. Lakini pia tukiona viongozi hao ambao tumewaombea na wakapatikana, mwisho wa siku wafanye vitu ambavyo sio vizuri, kazi yetu si kulalamika, si kutukana, si kulaumu. Tunatakiwa sisi kama watumishi wa Mungu ni kuwaombea na kuwapa ushauri. Kuwapa ushauri unaotakiwa. Ndivyo tunavyoona hata ndani ya Biblia namna ambavyo Mungu aliwatumia watumishi wake, sio kuwatukana na kuwalaumu au kwa kejeli. Ni hatari. Kwa sababu kumbuka, unapoongoza taasisi ya kanisa, kule ndani ya kanisa kuna watu wa vyama tofauti. Ni kweli kabisa unaweza kulalia upande mmoja ukazungumza, wala hakuna shida. Lakini wale wa vyama vingine watalichukulia kama ambavyo wewe unaelewa. Ni vizuri watumishi wa Mungu tukakaa mbali na siasa, tukakaa mbali na mihemko itagawa kanisa. Kumbuka, hatutakiwi kulalamika na kulaumu. Kazi ya watumishi wa Mungu ni kuliombea taifa na kuwaombea viongozi wazidi kufanya vizuri, ili mwisho wa saa basi Mungu atukuzwe kupitia viongozi wetu ambao tutakuwa tunawaombea, wafate na kutenda haki, ili Mungu ajitukuze kupitia wao, kupitia haki. Lakini kama tutaingia kwenye hisia za wanasiasa, ni hatari, na sisi tunajikuta tumeingia kwenye siasa bila sisi kujua. Inafika wakati sisi ambao watumishi wa Mungu tunataka tutoe ushauri na kushauri serikali, tunajikuta na sisi tumeingia huko, ambao ni jambo baya sana. Mungu awabariki sana.